run systems will run you. Na ukifeli zaidi ni kwamba itakuendesha mpaka ufe. Kwa sababu mara nyingi watu wengi tumekuwa wahanga kwa kumsingizia Mungu, sio kwa kumuelewa. Nilimwambia mtu fulani, nadhani tuko naye kwa sana, ilikuwa siku ya ibada ya maombi ya siku 40. Nilimwambia ukiwa unafanya vitu, zidisha mara 100 maamuzi unayoamua wakati huo. Yes. Yaani fanya mara 100 and then ndio amua. Amen. Na kusaidia kuchepesi. Kama itakuwa mbaya, maana yake iwe mbaya zaidi. Amen. Na kama itakuwa njema, maana yake iwe njema zaidi. Yes. Na chochote ambacho kinakuwa kibaya huwa kizidishike mara 100. Waga kikubali. The more unataka kukizidisha, mjana kukatalia. Amen. Yaani kina sio unanielewa? Amen. Nani ananielewa? Amen. Iwe kibiashara, iwe ni kifamilia, iwe ni kiimani, popote pale. Bila hasa kwenye issue zenu za kiroho. Yaani zidisha mara 100 kwamba, wewe ni kusema duniani itakuwa mara ngapi? Sasa tunapiga tena mara ngapi? Mara 100. Zidisha mara hiyo. Hayo kitatokea hicho ambacho wewe umekiamua. Kwa katika roho kuna vitu ambavyo ni vizito sana, vinahitaji ufahamu wa hali ya juu. Na wakati unaamua kiroho, Biblia inanishangaza, inasema wala msizitegemee akili. Wewe unaziamini hizo akili peke yako. Amen. Kama Biblia inasema msizitegemee akili zenu. Na kuna muda huwa nawaza sana. Hivi Biblia inasema msizitegemee. And then unaamua mwenyewe. Kwa miaka 5, 10, 20, 30. Biblia inasema usizitegemee. Tafsiri yake hizi zinafaa zifundishwe kabla hujazitegemea. Amen. Yaani usipofundishwa hizo, kuna hatari. Kwa hiyo kipimo chepesi cha kiroho kwenye mifumo yako ni wewe kujua kwa haya unayoamua kiroho, umbali wako utakuwa ni wa namna gani? Step zako zinadai nini? Mambo yako unayoyasimamia yanadai nini? Ufanyaji wako wa hatima unadai nini kwa hicho ambacho umeiamua kwa miaka 5, 10, 20? Kwa hiyo hii jambo nimekupa kama hekima hiyo libebe, kwa sababu linahusisha maombi ya siku 40 leo.